Hujambo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, mahali popote ambapo unaendelea kutusikiliza mira kama na hii. Matumaini yangu ni kwamba wewe ni mwili wa afya na muda kama unaukanda kando redio yako kwa ajili ya kuweza kusikiliza matangazo yetu. Msikilizaji, acha nukaribishe kwa mkonjofu kwa ajili ya kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Uchambuzi ambao unakupigwa na habari muhimu leo hii, ripoti za ripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Jina langu naitwa Sudi Valentin. Merci mbele chupa male anasikilia vema da water mitambo upande wa pili. Nasema asante na karibu. Na msikilizaji, kama nilivyokujuza ya kwamba uchambuzi wetu wa habari unakupigwa na habari muhimu za siku ya leo za sumu na mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Karibu mchumbe. Naam, asante sana mwenzangu Sudi Valente. Kwenye habari muhimu, wacha tuanze na habari hizi za katika mji wa Baraka zisemazo kuwa uongozi wa kata la Kalinga Seed umesema kupokea kwa masikitiko makubwa kuona watu wenye nia mbaya kuandika vikaratasi vya kuchafua uongozi wa kata hilo kwa kuwashutumu kuuzisha viwanja visivyo vya kwao. Na huko Kazimia ni kwamba kijana ajulikanaye kwa jina la Daima wa miaka 22 akiwa baba wa mtoto mmoja amefariki dunia ndani ya ziwa Tanganyika Jumamosi ya tarehe 25 Oktoba 2025 alipokuwa kwenye harakati za kivuvi pa Kazimia, sekta ya Nganja, tarafa Fizi. Mwenzangu Sudi Valente naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Hivi sasa tuanze uchambuzi wetu wa habari na taarifa kutoka hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba kanisa la tatu duniani kupitia shirika lao la EMO wamekarabati barabara ya taifa namba 5 maeneo ya kata la Kalinga Seed mjini Baraka. Harakati hizo ambazo zimefanyika siku ya Jumapili ya tarehe 26 Oktoba mwaka 2025. Akiwa mbele ya redio ya kijamii Kivu, kiongozi wa kanisa hilo tena mwenyekiti wa shirika la EMO Bwana Neno ameanza hapa kuonesha namna gani kazi hizo zinavyoendelea. Tuko kusalungu ya aka kariviere kenyeka na kuwaka hapa kalikuwa kaisha deborde kuharibu vitu acholongo, na njoo tuliona tukuje fanya salungu ya kurekebesha sababu mazare ilikuwa kuwa mingi, batu kugongana, barabara yote inamalizika, batu wanaanza kosa fasi ya kupishana. Hapa ilibidi tulete mawe, tulete changarawe, tuchimbe, tubadilishe aka kabize. Bizi yenyewe ilikuwa ya 60 cm, tulileta bizi ya 1.47 m ya kinyo ya kabambi turki hiyo inapitisha mai kwa urahisi. Raia yote na wenyewe wako wa mambre wa cooperative EMO, raia yote inafurahia na inatuunga mkono, tusaidiane sababu kitu ambao kinatushangaza, baadhi ya sisi watoto wa huku Fizi sijui kama tunazania nani njoo atatutengenezea huku kwetu, na tutakuwa tunabakia malawama maki batu vya kujitapatapa. Ulifanya nini kwenu? Tunabaomba batu bakuje tuungane tutengeneze kwetu, benyi banatawala na benyi abatawali, bakubwa ya makanisa na benyi bako bakubwa ya makanisa, tusafishe kwanza kwetu, serikali itatufuata nyuma kutusaidia vya zaidi. Mwishowe ameomba kwa raia wote wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kuendeleza kazi hizo za maendeleo. Tuko kusalungu ya aka kariviere kenyeka na kuwaka hapa kalikuwa kaisha deborde kuharibu vitu acholongo, na njoo tuliona tukuje fanya salungu ya kurekebesha sababu mazare ilikuwa kuwa mingi, batu kugongana, barabara yote inamalizika, batu wanaanza kosa fasi ya kupishana. Hapa ilibidi tulete mawe, tulete changarawe, tuchimbe, tubadilishe aka kabize. Bizi yenyewe ilikuwa ya 60 cm, tulileta bizi ya 1.47 m ya kinyo ya kabambi turki hiyo inapitisha mai kwa urahisi. Raia yote na wenyewe wako wa mambre wa cooperative EMO, raia yote inafurahia na inatuunga mkono, tusaidiane sababu kitu ambao kinatushangaza, baadhi ya sisi watoto wa huku Fizi sijui kama tunazania nani njoo atatutengenezea huku kwetu, na tutakuwa tunabakia malawama maki batu vya kujitapatapa. Ulifanya nini kwenu? Tunabaomba batu bakuje tuungane tutengeneze kwetu, benyi banatawala na benyi abatawali,
bakubwa ya makanisa na benya bako bakubwa ya makanisa, tusafishe kwanza kwetu. Serikali itatufuata nyuma kutusaidia vya zaidi. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa kata la Kalinga Side mjini Baraka umesema kupokea kwa masikitiko makubwa kuona watu wenye nia mbaya kuandika vikaratasi vya kuchafua uongozi wa kata hilo kwa kuwashtumu kuuzisha viwanja visivyo vya kwao. Yapata sasa siku nyingi mabango yakishuhudiwa kwenye miti ya miembe yenye maandishi yanayoandikwa na watu wasiojulikana, ikiwaomba uongozi wa kata la Kalinga Side na nyumba 10 wake wote waondoke kwenye nyadhifa zao kwa ajili ya kuongoza kata ya Kalinga Side, huku wakisema ya kwamba wanaendelea kuuzisha viwanja vya watu bila makubaliano, la sivyo hatua zingine zitachukuliwa. Kwa swala hilo uongozi wa kata la Kalinga Side umetupilia mbali madai hayo. Maungo Bobasha Pouvoir ni mwakilishi wa kapita wa kata la Kalinga Side, anaeleza yafuatayo kuhusu hali ambayo inapitika kwa mabango ambao watu wanaenda wanaandika vibarua vyao visivyojulikana. Sisi tumeenda kuumia sana kufuatana na gisi watu wanaenda tu kuandika bila kujua nini wanavyoandika. Ameenda kuandika kusema ya kwamba sisi na notabilite tuende tujiuzuru, lakini tunajua mambo yote wanaoenda kuandika hatuyajue, maana wameenda kuandika vitu ambavyo hawajui. Na kwa hiyo tunasema kwamba wale ambao wanajihisi sisi tumeenda kunyanyasa parcele zao na kufanya vitu visivyowezekana, waje tuikae pamoja na waende kuungazi husika kama vile parke na wapoze plente zao ili tuende nao kumisambo. Wale watu hatuwajue, tunajua kama wanafanya ni draft jinsi wanavyoita katika lugha ya Kifaransa, na ingekuwa kusema ya kwamba ni watu ambao wanajulikana wangeandika na wasinye na watoe majina yao, lakini kwa sasa hawakuandika majina yao na wakusinye kusema ya kwamba ni mtu fulani ambaye ameandika mambo hiyo. Tunajua kama ni huni tu ndio wanafanya mambo kama na yale, na ndio maana tunasema ya kwamba yeyote anajogigamba kusema ya kwamba yeye parcele yake imenyanyasika, haje tuikae chini na tuoneshe nimenyanyasika nafasi hii na hii hapa na hapo, na tuende kwenye parke na nafasi zingine ambao tumekuwa na kadastre na watu wengine, ili waje waonyeshe nafasi ambako tunaenda kuwanyanyasa. Wamarikia wanaenda kujenga banda la hapa ku Mezuescal, tuwasupport, maana hiyo yote ni development. Wakati wanaenda kutuambia mambo kama na yale ni kutuaibisha tu, ndugu journalist. Aya msikilizaji, hivi sasa ni muda wako kwa ajili ya kuweza kusikiliza ukurasa wa habari za michezo. Acha nimpishe mwenzangu Omari Makelele zile. Asante sana Sudi Valentin. Leo katika habari za michezo tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba siku ya Jumamosi ya wiki hii ni kwamba kulipigwa mechi 2 za kirafiki, ambako kule katika kata la Mwandiga ya pili vijana wa FC Rene Itongwa waliweza kuwatambia timu ya 11 Rapide daraja la pili pale Mwandiga mabao 6-2, na vijana wa Lueba Sport kule Lueba wakaweza kuwatandika Mboko Sport mabao 2 bila majibu. Hiyo ni mechi ya kirafiki ambazo ziliweza kupigwa siku ya Jumamosi. Na vile vile hapa katika nchi ya DRC ni kwamba michuano ya ligi kuu hapa nchini DRC maarufu Linafoot ile kutimua vumbi, ambako vijana wa Vinclub hapo Kinshasa waliweza kupata ushindi wa mabao 3-0 mbele ya vijana wa AS Martin Pêcheur. Na vile vile upande mwingine vijana wa Etoile du Kivu ya hapa jimboni Kivu Kusini katika uwanja wa Jikaka kule Kindu wakaweza kuwatandika timu ya Angers mabao 3-2, lakini upande mwingine vijana wa New Jack wakaweza kuwatandika timu ya FC Celeste mabao 2-1. Hii ni wiki ya pili ya michuano hiyo ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini hiyo jana vijana wa FC Dauphin Noir ya Goma waliweza kuwatandika timu ya Renaissance ya Kinshasa mabao 1-0, bao pekee la mchezaji kutoka hapa katika jiji la Baraka ambaye kwa sasa anakipiga kunako klabu ya Dauphin Noir ambaye ni Kandinda Mapendo maarufu Payet. Na vile vile kule katika bara la Ulaya pale Uhispania tayari mtanange umetamatika ambao ulikuwa unasubiriwa na mashabiki wengi wa soka duniani, ambako Real Madrid katika uwanja wa Bernabeu Santiago waliweza kuwatambia FC Barcelona mabao 2-1. Mabao ya Real Madrid yalipachikwa na mchezaji Kylian Mbappe Loti pamoja na Jude Bellingham, huku bao pekee
la Barcelona kuvutia machozi likipigwa na mchezaji Fermin Lopez, na hivyo Real Madrid wakijihakikishia kuwa msimu huu hawakubali kupoteza mbele ya masimu wa jadi wa FC Barcelona. Pale katika nchi ya Uingereza ni kwamba klabu ya Newcastle katika wiki ya 9 hiyo jana waliweza kuwatandika timu ya Fulham mabao 2-1, na Chelsea the Blues wakaweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Sunderland, huku Manchester United katika uwanja wa Old Trafford wakaweza kuwatandika timu ya Brighton mabao 4-2. Lakini leo kulipigwa mechi ni kwamba timu ya Arsenal the Gunners wakaweza kuwatandika bao 1-0 vijana wa Crystal Palace, na Manchester City wakatandikwa bao 1-0 na vijana wa Aston Villa. Na vile vile kule katika nchi ya Italy maarufu Serie A ni kwamba Udinese waliweza kuwatandika timu ya Lecce mabao 2-1, na Parma wakaweza kutoka sare ya kutofungana dhidi ya Como. Napoli wakawatambia Inter Milan mabao 3-1, na vijana wa Cremonese wakaweza kutoka sare ya 1-1 dhidi ya vijana wa Atalanta Bergamo. Pale Uhispania siku ya Jumamosi Girona wakatoka sare ya kutofungana, walitoka sare ya 3-3 dhidi ya Orlando Pirates, Real Oviedo, na Espanyol Barcelona wakatandika timu ya Elche bao 1-0. Atletico Bilbao wakatandikwa bao 1-0 na vijana wa Getafe, huku Valencia wakaweza kutandikwa bao 2-0 na vijana wa Villarreal. Sudi wasudi, habari nyingi za michezo ni katika uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Asante sana kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile kwa ukurasa wa habari za michezo. Msikizaji, ikiwa kabisa ndo bado unatoka kujiunga nasi, acha nikumbushe ya kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu, redio ambayo inakutangazia kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya mji wa Baraka. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Kama ulivyojuzwa kunako kurasa wa habari muhimu huko Kazimia ndani ya sekta ya Nganja tarafani Fizi ni kwamba kijana ajulikanaye kwa jina la Daima wa miaka 22 akiwa baba wa mtoto mmoja amefariki dunia ndani ya ziwa Tanganyika siku ya Jumamosi ya tarehe 25 Oktoba mwaka 2025 alipokuwa kwenye harakati za kivuvi pakazimia sekta ya Nganja tarafani Fizi. Kwa mujibu wa habari tunazotoka maeneo ya huko Kazimia zataja kuwa ilikuwa mida ya saa 12 za jioni ndipo kijana marehemu walikuwa kwenye harakati za kivuvi kama kawaida. Ghafla mkwabo ulizama kwenye mawe, ndipo marehemu alishuka ndani ya maji ili kukwamua, ila bila mafanikio na kupelekea kupoteza maisha. Hivi sasa hapo katika mji wa Uvira ni kwamba mwanaharakati wa kisiasa jimboni Kivu ya Kusini ametoa ujumbe wa umoja na wa mapendano kwa makundi ya wazalendo wakati ambako nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbwa na mzozo wa kivita hususan upande wa mashariki mwa nchi hiyo. Andre Biadunia Mashaka ametoa wito mara moja kwa viongozi mbalimbali wa wazalendo akiwemo ule wa SNPCC kamanda Amuri William Yakutumba na yule wa FABB kamanda Ngoma Nzito na wengineo kuweka kipaumbele utetezi wa raia na si vinginevyo. Ninakuja kufanya interpellation lakini nikiwa na machozi mengi sana ndani ya moyo wangu. Hiyo machozi inatokana na hali ambayo nimesikia kuanzia tariki 24 na 25 ya mwezi wa 10 hii ambayo tunakuwa nayo juzi hapa. Huzuni yangu ni kubwa kwa kuona vijana ambao wanakuwa katikati ya Misisi na Lulimba waliokubali kumshindikiza mzee Ngoma Nzito kama responsable wa Forces Armées Biloze Bishambuke, waliokubali kumshindikiza mzee Yakutumba kama responsable wa SNPCC, na waliokubali kuwashindikiza waansi combatants ambao wanaongozwa na Bwana Nakage, kwamba tunakamata silaha kukataa nchi yetu isikatwe na Wanyarwanda, tunakataa agression rwandaise. Na wale wazee wakawakaribisha wakasema twende pamoja. Lakini wakati wale wazee wako concentré pamoja, wako ngambo ya Rugezi, wengine wako hapo upande wa Misisi, wengine wako upande wa Luvungi, wanajeshi ambao mmekubali kwenda kututetea sisi au prix de votre sang,
au prix de votre dernier sacrifice. Maisha yenu leo mnageuziana silaha nyinyi kwa nyinyi. CNPSC apige FABB, FABB apige CNPSC, CNPSC apige na batu ya ancien combattant, ancien combattant apige CNPSC. Ni haya na ni aibu. Ndio maana bila kwenda par le dos de la cuillère nimekuja kuinterpeller hawa wazee watatu. Mzee ya Kutumba uko doyen mwa hivi vitu. Mzee Ngomazito uko chevrono najua vita. Sawa sawa na gisi mzee ya Kutumba najua vita, sawa shapigana vita nyingi. Mzee Nakago najua vita. Vita hakuna vita Misisi. Misisi ni centre commercial, Lulimba ni fasi ambayo watu wanafanya biashara. Haiko fasi ya kwenda kupigania masasi. Na objectif ambayo imewafanya kukamata silaha haiko hiyo. Objectif ya nyinyi kukamata silaha ni kwamba tukatae uvamizi wa Rwanda na community international kwa nchi yetu. Na mwambie wanajeshi wetu ambao wanakuwa mwa ile eneo watie mtuto ya bunduki chini, wasigeuziane. Itakuwa haya kwetu sisi kusikia tumeresiste depuis février, adui hajafika Fizi, hajafika Uvira, tunageuziana leo mtuto wa bunduki tunatafuta kuuana wenyewe kwa wenyewe. Ni aibu. Ndio maana nakuja na machozi kuja kuwalilia, napiga magoti miguu yenu kuambia kwamba mtusaidie, mwambie hawa vijana watie silaha chini. Upande mwingine, mwanaharakati huyo wa kisiasa jimboni Kivu ya Kusini, Andre Biadunia Mashaka, amesema kuwa unyanyasaji dhidi ya raia ni lazima ukomeshwe, huku akimalizia kutaja kwamba mizozo inayoendelea sio ya makabila bali inahusu makundi yenye kumiliki silaha. Najua kwamba umetuma delegation ambayo imeenda tangu jana samedi. Imeondoka, imeenda huko kwenda kusikilizisha hawa watu. Na muinsiste na walioenda washindikizwe na roho wa Mungu wawasikilizisha hawa watu waache kupigana masasi. Haiko Kamanyola, ajui iko Minembwe kwenye wale watu nao walisema bao wanatumika na AFC M23. Mimi sisi hakuna adui. Mkuye twende Katogota na Kamanyola. Twende turenforcer wengine liko ku front. Kule hakuna vita. Hatutaki kusikia tena mmefungua bunduki mnapigana masasi wenyewe kwa wenyewe. Kuplem de la Ruzizi hatutaki tena kusikia mnasimamisha batu magari, mushi iko wapi, planche iko wapi. Hayo mambo hatuyataki. Acheni watu, kwa sababu watu ndio baraka zenu. Watu ndio wanawaombea Mungu. Kama mnaenda kufuru mnarudia, watu ndio baraka zenu. Msiwanyanyase watu. Acheni watu wafanye kazi kwa amani. Wafuliru ambao wako pale Misisi wasijisikie mwensekirite kwamba wabembe wanawavamia. Nataka kupresize kwamba hii si vita ya Mubembe na Mfuliru. Hii ni vita ya watu ambao wanakuwa na silaha. CNPSC, FABB na ancien combattant. Lakini haiko kati ya Mfuliru na Muvira, kati ya Mbembe na Mfuliru. Hapana. Tunakataa hiyo. Tunakataa msilote mambo ya makabila kati ya mambo ambayo tunakuwa na. Ingine ni tuko leo tushinda kumaliza, msituongezee mengine. Hatutaki. Hakuna Mubembe bila Mfuliru, hakuna Mfuliru bila Mubembe. Hakuna Murega bila Mushi, hakuna Mushi bila Murega. Hakuna Mfuliru bila Munyindu, hakuna Munyindu bila Mfuliru. Hakuna Muvira bila Mfuliru, hakuna Mfuliru bila Muvira. Sote ni watoto wa baba moja na tunachangia nchi moja. Hakuna mtu atatoa mwenzake kubulongo. Mambo ya mabariere isikuwe source ya conflict. Mambo ya mabariere isikuwe source ya kuleta ukabila kati yetu. Tunakataa, tunapiga mikono tunasema tunakataa. Tunapiga magoti mbele yenu tunasema mwambie watoto watie mtuto wa silaha chini ya udongo. Basi geuziane, hatutaki. Katika habari za kitaifa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaanzisha mpango mpana wa mageuzi ya mfumo wa magereza kote nchini. Izake Muluchashibe na undani zaidi wa taarifa hiyo. Ndio Sudi Valentin, Wizara ya Sheria imepitisha ajenda katika kikao cha 64 cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa tarehe 24 Oktoba 2005 katika Cité ya Union Africaine chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi. Jalada hili liliwasilishwa na waziri wa serikali kuu, waziri wa sheria na mlinda mihuri Guillaume Ngefa, na linahusu hali ya magereza na vituo vingine vya kizuizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maelezo yake, mlinda mihuri na waziri wa sheria Guillaume Ngefa alikumbusha kuwa katika muktadha unaogubikwa na ongezeko la uhalifu linaloendelea na ukuaji mkubwa wa idadi ya wafungwa pamoja na uhaba mkubwa wa rasilimali na miundombinu ya magereza, mfumo wa magereza wa Kongo unakumbwa na mapungufu makubwa katika kulinda haki za wafungwa na kukabiliwa na changamoto kubwa katika jukumu lake la usalama wa umma kupitia ulinzi wa watu waliopokonywa uhuru wao na kuwarejesha katika jamii.
Hivyo basi, ajenda iliyowasilishwa inajumuisha tafiti za ufanikishaji zenye vipengele vya takwimu pamoja na mapendekezo mbalimbali ya suluhisho yaliyotayarishwa kwa msaada wa ushirikiano na idara mbalimbali za Wizara ya Sheria, imeeleza taarifa ya kikao hicho. Waziri wa Taifa, Waziri wa Sheria na Mlinda Mihuri Guillaume Ngefa alisisitiza miongoni mwa mengine kuwa ajenda hii inaungwa mkono na kuongezewa nguvu na taarifa za kihalisia alizokusanya kupitia ziara zake za kikazi tangu alipoanza kazi katika magereza na vituo vingine vya kizuizi, hasa gereza la Makala, Ndolo, kituo cha kizuizi cha Luzumu kilichoko huko Kongo Central, pamoja na magereza na vituo vingine vya kizuizi katika eneo la Grand Katanga. Na kutokana na tathmini ya hali halisi aliyoifanya, alieleza kwa mapangilio yake ya lishe ya wafungwa, usimamizi wa mahitaji na ugawanyaji wa chakula, hatua za dharura za kupunguza msongamano, ratiba ya mageuzi ya mfumo wa magereza pamoja na shughuli za ukaguzi. Kutokana na hali hiyo, waziri wa kitaifa, waziri wa sheria aliwasilisha hatua za mikakati ya kuchukuliwa kwa muda mfupi na mrefu ili kuyafanya magereza yaendane na viwango vinavyokubalika na sheria za kimataifa, inaeleza taarifa ya kikao hicho. Akiwa miongoni mwa sura mpya katika serikali ya Suminwa ya pili, Guillaume Ngefa alikabidhiwa rasmi Wizara ya Sheria na kuwa msimamizi mkuu wa masuala ya sheria, akichukua nafasi yake Constant Mutamba. Wakati wa kuanza rasmi majukumu yake, Guillaume Ngefa alieleza nia ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuboresha usimamizi na haki kwa wananchi wote. Waziri Ngefa Guillaume, kiongozi wa mfumo wa sheria wa Kongo, analenga hasa kusafisha na kuboresha mazingira ya vituo vya kizuizi katika maeneo yote ya nchi. Ili kufanikisha hilo, Guillaume Ngefa aliahidi kuzindua mageuzi mapya na kutekeleza mpango wa dharura. Sudi wa Sudi Valentin, mimi naishi hapo kwa habari ya kitaifa. Asante sana mwenzangu Isaki Mulucha Shibe kwa kuweza kuwajuza wasikilizaji wetu ukurasa wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Msikilizaji wa redio ya kijamii Kifu, ni kupitia ripoti yake hiyo mwenzangu Isaki Mulucha Shibe ndipo naweka nukta kunako uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Nikushukuru wewe uliyenitegea sikio mwanzo hadi mwisho, lakini vile vile nimshukuru Mesembele Chupa Male ambaye aliweza kushikilia vema dawati na mitambo upande wa pili. Jina langu naitwa Sudi wa Sudi Valentin, nasema asante na kwaheri.